Katika ulimwengu wa saikolojia, wanawake wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo wanawake wanaopenda kuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume, lakini wapo wanawake ambao wanapenda kuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kike. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Katika ulimwengu wa kisaikolojia, wanawake wanaopenda kuwa na marafiki wa kike wana sifa zao, lakini wanawake wanaopenda kuwa na marafiki wa kiume wana sifa zao. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia saikolojia ya wanawake ambao wanapenda kuwa na marafiki wengi wa kiume kuliko marafiki wa kike. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri za kisaikolojia kuhusu wanawake wanaopenda idadi kubwa ya marafiki wa kiume. Namba 1 ni binadamu wanaojisikia salama zaidi kihisia pindi wanapokuwa karibu na wanaume. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanawake ambao wanapenda kuwa karibu na marafiki wa kiume, hawa ni wanawake ambao huwa hawajisikii salama kihisia pindi wanapokuwa karibu na marafiki wenye jinsia kama zao. Na sababu mojawapo ambayo hupelekea kundi hili la wanawake kupendelea zaidi kuwa na marafiki wa kiume kuliko marafiki wenye jinsia kama zao ni kwa sababu asilimia kubwa ya wanawake wana drama mbalimbali katika maisha yao. Ni watu wanaopenda kusengenyana, ni watu wanaopenda kuzushiana vitu mbalimbali, ni watu wasiokuwa na siri. Kwa sababu hiyo, mambo yote hayo yanaweza kupelekea maumivu ya kihisia kwa mwanadamu asiyependezwa na vitu hivyo. Hivyo, wanawake wa kundi hili huamua kuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume kwa sababu wanaamini watakuwa salama zaidi kihisia, wataweza kuepuka maumivu mbalimbali ya kihisia ambayo yanaweza kusababishwa na tabia mbalimbali ambazo wanawake wanazo. Na ndio maana kundi hili la wanawake mara nyingi wanapenda kuambatana na marafiki wenye jinsia ya kiume kuliko marafiki wenye jinsia ya kike. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini mwanamke fulani ana idadi kubwa ya marafiki wa kiume kuliko marafiki wa kike. Baadhi ya watu wanaweza kuwafikiria vibaya wakidhani ni wanawake ambao ni warahisi sana, waliojirahisisha kuingia kwenye mahusiano na kila mwanaume. Kama nawe huwa unafikiria katika namna hiyo, si kweli, mawazo yako hayapo sahihi kabisa, kwani hawa ni wanawake ambao huwa wanapenda kujiwekea ulinzi wa kihisia dhidi ya maumivu ambayo yanaweza kusababishwa na tabia ambazo zinaonekana kwa asilimia kubwa ya wanawake ambao wapo katika uso wa dunia. Namba 2 ni wanawake ambao hawapendi ushindani wa kijamii. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanawake wanapenda kushindana katika mambo mbalimbali, na ndiyo maana asilimia kubwa ya wanawake huwa ni warahisi kutengeneza roho ya chuki dhidi ya wanawake wenzao ambao wameonyesha mafanikio katika jambo fulani kuliko wao. Wakibaini kuna mwenzao anapendwa kuliko wao, basi wanaweza kujenga roho ya wivu pamoja na chuki dhidi yake. Wanawake ni viumbe ambao wanapenda kushindana katika vitu mbalimbali, hata katika urembo. Wakibaini mwanamke fulani anapendeza kuliko wao, wanaweza wakaanza kumjengea roho ya chuki pamoja na wivu. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wanawake huamua kuachana na ushindani huo, hivyo hujitoa katika mzunguko wenye idadi kubwa ya marafiki wa kike ili waweze kuwa huru, kwa sababu huwa wanachoshwa na mashindano ambayo asilimia kubwa ya wanawake huyaendekeza katika maisha yao. Kwa sababu hiyo, kundi hili la wanawake huamua kutengeneza marafiki wa kiume, kwa sababu kwa kufanya hivyo basi wanajisikia wapo huru zaidi kuliko wanapokuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kike ambao wanapenda ushindani. Namba 3 ni wanawake ambao wanapenda ukweli katika maisha yao. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Ukweli huwa ni ukweli tu hata kama unaumiza, lakini uongo huendelea kubaki kuwa uongo hata kama unafurahisha na kufariji.
Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha wapo baadhi ya wanawake ambao huvutiwa na ukweli pamoja na uwazi katika maisha yao, na jambo hili limekuwa likijidhihirisha kwa asilimia kubwa ya wanaume, na ndio maana mwanaume ambaye hawezi kuweka mambo yake wazi ama ambaye anaweza kuficha ukweli wakati mwingine hufananishwa na mwanamke. Ndiyo maana kuna baadhi ya wanaume utakuta wanaambiwa, wewe fulani, mbona una tabia kama za kike? Ni kwa sababu tu ni watu ambao wanaweza kuficha mambo. Hata katika mahusiano, jamii mbalimbali huwa zinategemea mwanaume anapovutiwa na mwanamke, basi akamueleze ukweli bila hata kumficha. Tunategemea mwanaume ndiye amtongoze mwanamke na si mwanamke kumtongoza mwanaume, ingawa si kosa kwa mwanamke kumtongoza mwanaume. Basi huruka hii wanayo baadhi ya wanawake, kwa kuwa wanawake wengi ni watu wasiopenda kusema ukweli ama kuambiwa ukweli, kwa sababu baadhi ya wanawake wanapoambiwa ukweli wanaweza kujenga chuki na vinyongo dhidi ya watu waliowaambia ukweli, na chuki pamoja na vinyongo huendelea kuishi katika mioyo yao katika siku zote za maisha yao. Basi tafiti za kisaikolojia zinaonyesha wanawake ambao wanapenda kuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume huvutiwa sana na tabia ya ukweli pamoja na uwazi. Sote tunajua asilimia kubwa ya wanaume hupenda kusema ukweli, hata kama ni ukweli mchungu. Ikiwa ni nyeupe, basi wanaume wengi watakwambia hii ni nyeupe. Ikiwa ni nyeusi, wanaume wengi watakwambia hii ni nyeusi. Ndivyo ilivyo. Wanawake wengi wanaovutiwa na hali hii hujikuta wakitengeneza idadi kubwa ya marafiki wa kiume kuliko marafiki wa kike, na ndiyo maana hata katika jamii ambayo tunaishi mimi na wewe, mwanamke ambaye huwa anapenda kusema ukweli na kuweka wazi kila kitu huwa anafananishwa na mwanaume. Na ndiyo maana utasikia mtu fulani anaambiwa kuwa mtu fulani yupo kama mwanaume, yani ukikosea anakuchana, hana mambo ya kuficha ficha, hana mambo ya kukuonea aibu unapokuwa umezingua. Ni kwa sababu huyo ni mtu ambaye anahusudu ukweli na uwazi katika maisha yake. Namba 4, tabia hiyo hujengwa na uzoefu wa maisha ambao mwanamke amekuwa nao tangu alipozaliwa. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanawake ambao wamezaliwa katika familia ambazo zina idadi kubwa ya watu wenye jinsia za kiume, na baadhi yao hujikuta wakiwa wanawake wa kipekee katika familia zao na waliobaki ni wenye jinsia za kiume pekee. Lakini wapo baadhi ya wanawake ambao wamelelewa kwa asilimia kubwa na baba zao, lakini pia walipokuwa wadogo idadi kubwa ya marafiki zao ambao wamekuwa nao walikuwa ni wanaume. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini kisaikolojia. Malezi hutengeneza tabia ya mwanadamu. Aina ya binadamu ambao mwanadamu amekuwa nao, basi ndiyo itakuwa hulka ambayo mwanadamu atakuwa nayo katika kipindi chote cha maisha yake. Kama mwanamke alilelewa katika mazingira ya kiume, basi idadi kubwa ya watu ambao atakuwa anapatana nao ni wenye jinsia ya kiume, na mara nyingi hata tabia zake zitakuwa zinafanana na za kiume, kwani watoto huanza kuonesha tabia zao tangu wanapokuwa wadogo sana. Ikiwa watakuwa na mchangamano na wanawake, basi tabia zao pia zitakuwa za kike na watapenda kuambatana na marafiki wa kike katika safari zao za maisha. Lakini endapo mtoto wa kike atakuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume, hata aina ya michezo ambayo atakuwa anaicheza katika utoto wake itakuwa ni ile ya kiume. Atajikuta anakuwa na tabia nyingi za kiume kuliko za kike. Hivyo hii inaweza ikawa sababu mojawapo ambayo inapelekea baadhi ya wanawake kupenda kuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume kuliko marafiki wa kike. Namba 5 ni wanawake ambao wanajiamini kuliko makundi mengine ya wanawake. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanawake wanaopenda kuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume, hawa si wanadamu ambao wanapenda kutafuta uthibitisho kwa wanawake wengine. Hawa ni watu ambao wanaweza kujiamini katika mazingira yoyote, wana uwezo mkubwa wa kubishana kwa hoja, lakini ni vigumu sana kuwahamisha katika malengo ambayo wanayo katika maisha yao. Ni watu ambao wanaposimama na kuzungumza, wanaweza kuzungumza kwa kujiamini bila kuinamisha vichwa vyao, na mara nyingi hata namna yao ya kuzungumza, wanapozungumza na watu wengine, wanaweza kuwatazama watu wengine katika macho yao, kitu ambacho asilimia kubwa ya wanawake hawana uwezo wa kukifanya katika maisha yao.
Namba 6 ni wanadamu ambao hawapendi mazungumzo ya kihisia kupita kiasi kwenye safari yao ya maisha. Moja kati ya mambo ambayo huwatofautisha wanawake na wanaume, wanawake ni watu ambao wanapenda mambo ambayo yanagusa hisia zao moja kwa moja, na ndio maana kuna wakati wanawake hufananishwa na watoto, kwani saikolojia ya watoto imeegemea katika hisia kuliko mantiki. Na tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha kuwa asilimia kubwa ya wanawake, fikra na maamuzi ambayo wanayafanya kwenye maisha yao huwa yanatokana na hisia na si mantiki. Hivyo, wanawake wengi wanapenda mambo ya hisia kuliko mambo ya lojiki, na ndio maana asilimia kubwa ya maamuzi ambayo wanawake wanayafanya huwa wanajikuta wanakuwa katika majuto baadaye, kwani mwanamke anaweza kufanya maamuzi muda huu akasema hataki mahusiano na mtu fulani, lakini kumbe maamuzi yake yametokana na hisia ambazo wanazo kwa muda huo. Ndani ya muda mfupi ujao anajikuta hisia zake za ndani zimebadilika na kujikuta akijutia maamuzi ambayo ameyafanya. Hivyo, tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanawake ambao wanapenda idadi kubwa ya marafiki wa kiume si watu ambao wanapenda mambo ya hisia katika maisha yao, kwani ni binadamu ambao aina ya mazungumzo ambayo wanavutiwa nayo ni mazungumzo ambayo yanahusiana na mipango ama suluhisho katika matatizo mbalimbali ambayo yapo katika maisha, au mazungumzo ambayo yanaendana na vitendo moja kwa moja na si mambo ya kudanganya moyo, yani mambo ya kihisia zaidi. Namba 7 ni wanawake wanaopenda kumiliki vitu ambavyo vimetokana na nguvu zao wenyewe. Wakati saikolojia ya wanawake wengi wanapenda kuwa tegemezi kwa wanaume au watu wengine, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanawake ambao wanapenda kuwa na marafiki wenye jinsia ya kiume. Hawa ni wanawake ambao wanapenda kujishughulisha, wanapenda asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavimiliki, ikiwa ni pamoja na biashara, basi viwe vimetokana na jitihada zao wenyewe. Ni watu wanaopenda kujishughulisha kwa sababu hujifunza mambo mbalimbali kutoka kwa wanaume ambao hutumia muda mwingi kuambatana nao katika safari ya maisha. Namba 8, huwachukulia wanaume kama walinzi au washauri katika mambo mbalimbali kwenye maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, asilimia kubwa ya wanaume ni walinzi katika mazingira ambayo wanakuwepo, lakini wanawake ni viumbe ambao hujisikia kulindwa katika nyakati zote za maisha yao. Na ndiyo maana mwanamke hata akiwa mkubwa anaweza akahofia kutembea wakati wa usiku, lakini atakapoongozana na mtoto mdogo mwenye jinsia ya kiume atajihisi yuko salama kuliko akiongozana na mtu mzima mwenye jinsia ya kike. Ndivyo ilivyo kwa baadhi ya wanawake ambao wanapenda kuwa na idadi kubwa ya marafiki wenye jinsia ya kiume. Hawa ni wanawake ambao hupenda kuwa karibu na wanaume kwa sababu hujihisi wako salama, kwa sababu huwaona marafiki zao wa kiume kama chanzo cha ushauri, lakini pia ni walinzi, lakini ni watu wenye mitazamo ya kipekee katika maisha, kwani mitazamo mingi ya kiume ni tofauti na mitazamo ya wanawake. Hivyo wanawake hawa huonekana kuvutiwa na mitazamo ya kiume, na ndio maana hujikuta wakiwaweka wanaume wengi karibu na maisha yao kuliko wanawake. Namba 9 ni wanadamu ambao hawajifungi kwenye mitazamo ya kijamii. Asilimia kubwa ya binadamu wanapozaliwa na kuanza kuishi katika uso wa dunia huanza kufuata misingi mbalimbali ambayo imewekwa na jamii. Mitazamo ambayo imewekwa na jamii huwa inawaondoa katika uhalisia wao na kuwapeleka katika uhalisia mwingine ambao pengine haukutakiwa kuwa wao. Lakini wanawake wengi ambao wana marafiki wengi wa kiume wapo nje ya mitazamo ya kijamii, kwani watu wengi katika jamii wanaamini mwanamke anatakiwa kuwa na marafiki wa kike, na watu wengi wanadhani kuwa mwanamke anapokuwa na idadi kubwa ya marafiki wa kiume basi hajatulia, yupo nao kwa sababu yupo nao kwenye mahusiano ya kimapenzi, mitazamo ambayo si kweli. Hivyo wanawake ambao wana idadi kubwa ya marafiki wa kiume huwa hawajipimi kwa kutumia vigezo vya kijamii ambavyo vimewekwa. Badala yake huwa wanaishi maisha ambayo wao wanajua wanachokifanya, yani wanaamini wanachokifanya ni sahihi na si kuangalia jamii inawatazamaje. Namba 10 ni binadamu wanaopenda uhuru wa kijamii. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha wanawake wanaopenda kuwa karibu na marafiki wa kiume wanapenda uhuru wa kihisia,
wanapenda ucheshi, wanapenda maisha yasiyo na mipaka kama vile ambavyo wanaume wanavyopenda uhuru. Basi huluka hiyo pia wanawake hawa huwa wanakuwa nayo. Si watu wanaopenda kuwepo katika vifungo fulani, hasa vifungo ambavyo vinatokana na mitazamo ya kijamii. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.